Lakini Mungu akiwa Mungu alimuamuru kana kwamba aweze kuitolea unabii mifupa ile ili ikaweze kuishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna ambayo Ezekieli aliona mifupa hii ni kwamba ilikuwa haina na tumaini la kuishi. Lakini Mungu kwa sababu ni Mungu aliweza kuipea mifupa hii uzima tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bonde linalinganishwa na mateso. Mifupa inalinganishwa na watu. Na ule ukavu wa mifupa ulilinganishwa na ukavu ambao unaweza ukamshika mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu wa leo ni kwa ajili ya watu ambao wanaopita katika bonde la mateso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nyakati ngumu zinapompitia mwanadamu anaweza akafikia katika hali kama hii. Katika ulimwengu huu ambao tunamoishi, shetani huwa analeta shida na matatizo kwa wanadamu kwa malengo ya kutaka kuvunja imani za watu. Kuruhusu magumu, mateso ili haweze kuharibu kabisa imani ya Mkristo. Lakini Mungu na yeye huitumia mateso hiyo hiyo ili kuzisimamisha na kuzitia nguvu imani za Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Ezekieli alikuwa nabii ambaye alifanya kazi yake katika nchi ya Babeli. Kama tunavyojua ni kwamba wana wa Israeli waliwahi kupelekwa Babeli kutoka kwao Uyahudi. Wakapelekwa Babeli. Na katika watu waliokuwa Babeli walikuwa wengi, wakina Danieli walikuwa huko, lakini pia Ezekieli alikuwa huko. Wakati Ezekieli ameenda Babeli alikuwa ameshakuwa mwanaume kabisa wa miaka karibu 25 hivi. Na kabla hajaenda aliwahi kuishi akisikia unabii wa Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alijua na kutambua vizuri nini ambacho kinatokea. Na wakati walipoenda huko Mungu alimvuvia na kuanza kumtumia huko Babeli kuweza kutabiri kwa ajili ya taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliweza kufunuliwa maono haya akiwa katika maisha ya utumwa. Na ujumbe huu ulikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli, ili awaone ni hali gani ambayo waliokuwa wamekuwa nayo katika miaka hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba watu kwa ajili ya hali ile ya utumwa waliokuwa wakiishi, walikuwa wamekwisha kuwa kama vile mifupa mikavu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamekauka kabisa wana wa Israeli. Ndipo Mungu akamtuma Ezekieli ili aweze kuzungumza na wana wa Israeli. Aweze kutoa unabii kwa ajili ya wana wa Israeli. Aweze kuzungumza na ili wapate kutambua ni nini ambacho Mungu anachokiona ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawezekana kana kwamba kwa muda na wakati huu unapitia nyakati ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawezekana kwamba hata rafiki, hata ndugu, hata mtu ambaye utazungumza naye baada ya hapo anaweza kuwa akipitia katika vipindi vigumu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kutambua ni kana kwamba tusiendelee kuacha kana kwamba maisha magumu, matatizo mbalimbali yanayotupitia yatufanye kuwa kama vile mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kana kwamba unapokuwa ukizungumza na watu utasikia story mbalimbali sana. Unajua ukiangalia hizi nchi tunazoishi zinapambika vizuri sana hizi nchi. Ukitembea usiku unaona zinawaka vizuri sana. Barabara nzuri, magari mazuri, kila kitu kimependeza. Lakini ukizungumza na watu watakuambia mambo mengi sana kuhusu matatizo ambayo watu wanapitia. Ambaye aliwahi kuimba wimbo mmoja akisema kana kwamba ukiwa mgonjwa unaweza kufikiri wewe ni mgonjwa sana. Ukienda hospitali ili uwaone wagonjwa utapona hapo hapo. Kwa sababu unaweza kuwa
hujui kabisa nini kinachoendelea, kwa sababu labda hujazungumza na watu, lakini watu wanapitia mambo mengi na matatizo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo kama haya yanapokuwa yakipita kwetu sisi wa Kristo, wakati mwingine yanatufanya kuwa wakavu. Bwana Yesu asifiwe. Mateso yanaweza yakavunja imani kwa watu wamoja, kama vile kisi shetani anavyotaka. Lakini Mungu anatamani kuitumia matatizo ili kuweza kuisimamisha imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho ningependa uweze kutambua kwamba haijalishi kwamba nyakati zinaweza kubadilika zikawa hazipendezi, lakini ni kwamba kila kitu kina wakati wake. Kitabu cha Mhubiri 3 kinasema hivi, 3:11 mstari wa kwanza, kwamba kila kitu kina majira yake, kila jambo duniani lina wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Ikimaanisha kana kwamba wakati unaouishi leo ukiwa ni mbaya, ujue kuna wakati mzuri unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya mwanadamu hayakuagi tu hali moja kila siku. Nyakati lazima zibadilike. Kama nyakati ni nzuri, utarajie kutakuja na nyakati mbaya. Ndivyo maisha jinsi yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu waga walikuwa wanaweza kusema kwamba mtu anayetamani amani lazima aandae vita. Bwana Yesu asifiwe. Na maana ukiwa katika vita unatarajia amani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa katika amani unajua kwamba kunaweza kukatokea vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu lazima nyakati ziende zikibadilika. Lakini kitu cha kutambua ni kana kwamba hakuna hali ambayo inadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujitie moyo kana kwamba nyakati huwa zinabadilika. Kila kitu kinakuaga na wakati wake. Ninapenda sana jambo ambalo aliweza kulizungumza Ayubu katika wakati wake alipokuwa na shida zinazomsonga kabisa. Unajua Ayubu alijaribiwa na Mungu. Mungu alimjaribu Ayubu, akamtumia shetani kwa ajili ya kuweza kumletea shida na matatizo. Na baada ya kuletewa shida na matatizo, akaja akazongwa tena na marafiki zake. Wale marafiki zake watatu walikuja kwa ajili ya kuweza kumshimanga na kumwambia, wewe Ayubu, wewe una matatizo kwa sababu wewe Ayubu unatenda dhambi. Lakini katika hali ya msongo wa mawazo, Ayubu hakuiacha imani yake ifanye nini? Imuondoke. Ina maana Ayubu hakugeuka mfupa mkavu katika kipindi chake cha matatizo. Ana maneno ambayo alimeyazungumza katika sura ya 19 mstari wa 25 na 27. Anasema hivi Ayubu, kwamba ninajua kwamba Mwokozi wangu yu hai, naye kwamba mwishoni atasimama juu ya nchi, nami baada ya ngozi yangu kuharibiwa, bado nikiwa na mwili huu nitamuona Mungu. Mimi nitamuona kwa macho yangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo maneno ambayo ningependa uyazungumze au ukaweza kuyafanya kuwa ushauri kwa ndugu yako au rafiki yako ambaye anaweza kuwa akipitia katika nyakati ngumu kwa muda huu. Kana kwamba sisi kama vile Wakristo katika imani ya Kristo, haijalishi kana kwamba tunaweza tukapitia nyakati ngumu, hatustahili kuwa mifupa iliyo mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi tunamwamini Mungu mwenye nguvu, kama jinsi Ayubu alivyosema, haijalishi kwamba nitapitia magumu, ninaamini nitamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini nitamuona Bwana. Katika kipindi hiki ambacho Mungu alipokuwa akizungumza na nabii Ezekieli, Mungu alikuwa ametazama katika taifa la Israeli na kuwaona kwamba wamekwisha kuwa mifupa mikavu. Kuwa mifupa mikavu, Mungu alimaanisha kitu gani? Nitaenda kusoma katika kitabu cha Ezekieli 37 mstari wa 11 na 14. Unasema hivi: kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
Hii ndiyo tatizo ambayo ilipokuwepo katika wana wa Israeli. Baada ya kupitia magumu ya kupelekwa katika nchi ya utumwa, walifika kiasi wakasahau kwamba wao wana Mungu mwenye uweza na nguvu. Watu walifika kiasi cha kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua walikuwa wanatamani waweze kurudi kwao. Walikuwa wanatamani warudi kwao. Lakini wamejikuta katika nchi ya utumwa ambao wanalazimika kuishi maisha yaliyo tofauti. Na kwa sababu wamesubiri, walifika kiasi kwamba wakakata tamaa na kusema basi tu sisi ni wa hivi tu. Ni jambo mbaya sana kwa Mkristo kufikia kusema kana kwamba basi mimi nakuwa ni wa matatizo tu mimi. Mungu hataki kana kwamba tuweze kufikia katika pointi ya kusema kana kwamba mimi nakuaga wa hivi tu. Aiza huu ugonjwa niko nao hauwezi tukupona tu mimi hivi tu. Maana wana wa Israeli walifikia kiasi hicho cha kukata tamaa na kusema kana kwamba sisi hatuna tumaini lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo matatu ya kukumbuka hapa. Jambo la kwanza, kwa nini wana wa Israeli walipelekwa katika utumwa? Ndilo jambo la kwanza ambao ilibidi kwanza waweze kulikumbuka. Wana wa Israeli walimuasi Mungu. Ukikumbuka ni kwamba nabii Yeremia alihubiri kwa muda mrefu ili kuweza kuwasaidia watu waweze kuondoka katika hali ya uasi waliokuwemo, lakini watu hawakusikia. Na ndiyo sababu ilisababisha kana kwamba Mungu akapeleke taifa la Israeli katika utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matatizo ambayo walikuwa wakiyapitia ni matatizo ambayo wao wenyewe waliyasababisha. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kwamba palikuwepo na ahadi ambayo Mungu aliitoa kwa Yeremia sura ya 29 mstari wa 10 hadi 11. Mungu aliwaambia kana kwamba nitawapeleka utumwani na huko mtafanya miaka 70. Lakini baada ya hiyo miaka 70 mimi nitawarudisha tena kwenu mkaishi katika nchi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ni kwamba wamefika kiasi wamesahau kwamba kuna mpango ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya wokovu wao. Bwana Yesu asifiwe. Wameanza kukata tamaa mapema. Wakasahau kwamba Mungu wanaomwabudu ni Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo na mamlaka ya kufanya kila jambo analolitaka. Walibidi waweze kushikilia kwenye ahadi ya Mungu. Na jambo la tatu ni kuweza kuiangalia hali waliokuwa nayo kwa wakati huu. Je, kwa sababu Mungu amekupitisha katika kipindi ndio umwache Mungu? Kwa sababu unapitia katika matatizo ndio ukate tamaa na kufikiria kana kwamba labda Mungu hawezi? Watu katika kipindi kile walikuwa wamekata tamaa na wameweza kuachana na Mungu. Wameacha kumsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matatu ambayo ningependa uweze kuyashikilia siku ya leo. Jambo la kwanza ni ukumbuke kana kwamba kwa wakati wote ambao Mungu anaompitisha mtu katika matatizo ana sababu. Mungu hawezi kufanya kitu asipokuwa na sababu. Na Mungu akiwa na sababu, sababu yake ni nzuri kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huyatumia majaribu kwa ajili ya kukusaidia wewe. Mungu anaweza kuwa sababu mbalimbali tofauti kila mtu kulingana na mazingira yake na wakati wake, lakini kumbuka kwamba Mungu anazo sababu nzuri kwa ajili yako. Haijalishi nyakati zitakuwa ngumu, ujue kana kwamba Mungu atatenda mema kupitia haya mabaya ninayoyapitia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kumbuka ahadi za Mungu. Neno linatushauri nini wakati tunapokuwa tukipitia nyakati ngumu? Nitaenda kusoma kitabu cha Isaya 43. Maana wakati unapokuwa mgumu lazima ukumbuke ahadi za Mungu. Neno la Mungu linatusaidia nini? Linatushauri kitu gani wakati tunapokuwa tukipitia
nyakati ngumu. Sikia, nitaanza kwanza na Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13 unasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita uwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la kushika kwa kila Mkristo anayemcha Mungu. Katika maisha haya tunayoyapitia, kila mtu ataona nyakati za kicheko na kila mtu ataziona nyakati za machozi. Hiyo ni wakati, hiyo ni kawaida ya mwanadamu. Lakini wakati tunapopitia nyakati za machozi, lazima ukumbuke maneno haya, kana kwamba lile unalokupata, unaloliona, unalolipitia kwa wakati wa leo, lile ni jambo la kawaida ya mwanadamu. Mungu hakukuacha ukalipitie jambo ambalo liko juu ya uwezo wako. Hapana, amekutazama na akajua kwamba una uwezo wa kulibeba hilo. Lakini pia yeye atatengeneza njia ya kufanya nini? Ya kutokea. Ina maana haijalishi wakati, ujue tu kwamba hupo mlango Mungu anaoutengeneza kwa ajili ya mimi kutoka katika jaribu hili. Bwana Yesu asifiwe. Katika Isaya 43:16 neno linasema hivi: Mwenyezi Mungu asema hivi. Ujumbe ulikuwa ni kwa wana wa Israeli: wakati mmoja nilifanya barabara baharini, nikaweka njia katikati ya mawimbi makubwa. Nililipiga jeshi lenye nguvu, jeshi la magari na farasi na vita na askari mashujaa wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajigamba nguvu alizo nazo kwa ajili ya watu wake, akizungumza na wana wa Israeli na kuambia kwamba mimi nina uwezo. Anawakumbusha mambo yaliyopita Misri, kwamba yeye alitengeneza barabara katikati ya bahari. Wakati tunapomwamini Mungu, hatuwezi kutetereka kabisa. Haijalishi kama kwamba tutaona. Wiki iliyopita tumehubiriwa hapa kuhusu Nabii Elisha ambaye aliweza kuona alikuwa Gehazi, sijui kama Gehazi kama nimepatia, ambaye alikuwa akiona majeshi makubwa, kwa sababu Gehazi ambaye aliona majeshi makubwa akawa anaogopa kama vile mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Nabii Eliya ambaye yeye alikuwa na uwezo wa kuona katika roho, aliona majeshi makubwa ambaye alikuwa pale kwa ajili ya kuwalinda. Bwana Yesu asifiwe. Hatustahili kukata tamaa. Hatustahili kuifanya imani yetu kuwa ndogo katika nyakati ngumu. Lazima akilini mwetu tujue, haijalishi kwamba kwa macho ya mwili hakuna kitu tunaweza tukaona, katika roho tunajua kuna kazi inatendeka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye tunayemwabudu, anayesimama kwa ajili yetu, amesema kwamba yeye ana uwezo wa kutengeneza barabara katikati ya bahari. Ina maana kwamba hakuna jambo ambalo linaweza likamshinda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikate tamaa. Usiweze kukata tamaa ukageuka kuwa kama mifupa mikavu kama wana wa Israeli. Hali yoyote ambayo unaweza kuwa unaipitia kwa sasa, Mungu ana uwezo wa kuibadilisha hiyo hali uliyo. Nilipokuwa naandaa neno hili, nilikumbuka jambo moja kuhusu Adamu na Eva walipokuwa katika shamba la Edeni. Wakati Adamu na Eva walipokuwa katika shamba la Edeni, walimkosea Mungu. Na wakati walipomkosea Mungu, walijitahidi kwa njia zao zote ili waweze kuificha ile aibu yao. Kwa hiyo wao walikaenda wakakimbilia majani ili wajifunike na majani ili kuficha ile aibu. Lakini Mungu alikuja akawaangalia akasema, unachokifanya hakistahili, akiwezi kukuwasaidia. Ikabidi Mungu aweze kutenda tendo ili kana kwamba wale watu waweze kupata kupona. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba nataka nikuambie kwamba wakati wa shida imekupata, usifikirie kana kwamba kuna jitihada ambazo unaweza ukafanya kama wanadamu ili kujiondoa katika ile hali. Uchungu, huzuni,
labda huo kuweka mkono hivi, sijue nini. Mambo yote hayo haiwezi kukusaidia. Wakati wa matatizo kunahitajika tendo la Mungu, ili ndipo mwanadamu aweze kupata faraja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu tuliye naye, jameni, tumemsoma katika maandiko mengi, tumemuona katika matendo makuu, tumemuona katika ushuhuda za watu akitenda matendo makuu. Amesema kwamba yeye ana uwezo wa kutengeneza barabara katikati ya bahari, ili upate kujua kana kwamba kuna nguvu ndani ya Mungu unayemwabudu, uwezo wa kutenda, kwamba kwa hiyo hakuna haja ya kusumbuka. Tunachokihitaji ni kuweza kumwambia Bwana, ninayo matatizo, nahitaji msaada wako, ninahitaji msaada wako usiku na mchana. Na kwa sababu amesema kwamba kila kitu kina muda wake, endelea kutumaini na kujua kwamba wakati huu utapita na kutakuwa na wakati mwingine utakuja ambao utakuwa ni muda mzuri pia. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke na kuelewa kwamba Mungu hapendezwi na mifupa mikavu. Haijalishi tutapitia katika matatizo, lakini tusikauke. Tusikauke, tusifanyike kuwa mifupa mikavu kwa ajili ya shida. Kwa sababu tunaishi katika bonde, tusifanyike kuwa mifupa mikavu. Mungu wetu ni mwema sana. Ametutendea mambo makuu, mimi na wewe. Angalia, tuko katika nchi. Nani alijua tutakuwa hapa siku ya leo? Hakuna mtu ambaye alifahamu, na hatujui tutakuwa wapi siku ya kesho. Lakini tunapodumu katika tumaini na kumwamini Mungu, tunaendelea kuamini kwamba Mungu atatutendea mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu mzuri sana. Mungu tunayemwabudu ni Mungu mzuri sana. Hajawahi kuacha watu wake hata siku moja. Historia ya wana wa Israeli ndio inakuwa inabaki kuwa kama vile mfano mkubwa katika maisha yetu sisi wa Kristo. Na unapoangalia historia ya wale watu, Mungu amewatendea mambo ya ajabu sana. Mungu alitenda mambo makuu, mambo ya ajabu sana, miujiza ya kiajabu sana. Na haijalishi hata kwa wakati walimpatia Mungu sababu zote za kuwakataa, lakini Mungu hakuacha. Mungu amedhihirika katika Kristo. Sisi, mimi na wewe ambao tulikuwa tumepotea na kukata tamaa, hatujui kitu chochote, tumekaribishwa katika familia ya Mungu siku ya leo na kufanyika wana. Tunaendelea kuzifurahia baraka za Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaendelea kudhihirika katika maisha yetu. Mimi na wewe tumemlipa Mungu nini? Hatuna kitu chochote ambacho tumeweza kumlipa Mungu, lakini zaidi ya yote akatupea ahadi ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha haya ambayo tunayoishi, ndugu yangu, usisumbuliwe na jambo lolote likakufanya wewe ukaweza kukauka na kuweza kumwacha Mungu, kwa sababu mifupa iliyokauka haiwezi kumpendeza Mungu. Mifupa iliyokauka haiwezi kutembea na Mungu. Maana alama ya kukauka kwa mifupa ni kana kwamba mwanadamu ameisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado tunahitaji, lazima tuendelee kumtafuta Mungu. Ziwe nyakati ngumu, tumuite Mungu kwa maombi, piga magoti. Kwa namna yoyote ambayo unajua unafanya kwa ajili ya kumtafuta Mungu, tembea na Mungu. Ndio kitu cha maana kwetu, lazima kutembea na Mungu. Kuna watu leo wanaendelea kuhubiri injili mahali mbalimbali katika mazingira magumu. Kila mtu anatafuta kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwombaji, endelea kuomba. Wewe ni mwanakwaya, himba tu. Mazingira yatakuwa yamebadilika, fanya kile ambacho unakiweza kwa ajili ya kuweza kumsogelea Mungu. Maana yote tunakuja kwa ibada siku ya leo, tunakuja kumsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutafika nyumbani, wale ambao waga wana vipindi vya mambo watafanya ni kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanasaidia watu wengine, wanafanya yote ni kwa ajili ya kumsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi kama wanadamu hatuna mengi ambayo tunaweza tukafanya. Hayo ndio ambayo sisi tunayafanya ili Mungu apate kuwa pamoja nasi, apate kuwa karibu nasi. Kwa hiyo nitakutia nguvu ndugu yangu, lolote unalolifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu, endelea kulifanya. Na pasiwe shida wala tatizo ambayo inaweza kukufanya wewe ukaweze kurudi nyuma. Na
na Mungu akubariki. Amen.